Wasema ukweli ni waongo na wasema uongo ni wa kweli. Hiyo tunapoifanya inversion. Je, Tanzania tumefikia mahali mtu akisema ukweli ni muongo na ni adui? Tumefika mahali mtu akisema uongo ni shujaa? Perhaps. Hili ni swali la taifa zima, ni swali la wasomi. Toeni sababu kwa nini taifa limefika hapo, alafu muangalie hivi michezo hivi kama vinafanywa na watu sisimizi au wadogo. Alisemaga Dr. Slaa wakati fulani, mtoe tiba haraka sana kuliokoa hili taifa. Kwenye infatuation hii mimi nawauliza wale wakubwa waliokutana Landmark Hotel, ambao mimi na wenzangu tunasema wanatekeleza operation humu ndani ya chama, wanatekeleza operation, yani ni maneno yangu sio ya chama, wanatekeleza operation inaitwa Operation Dodoki, yani kusafishana. Dodoki kazi yake kusafisha, sasa inaitwa Operation Dodoki. Na wauliza sasa, kama aliyehukumiwa hajaonyesha nia ya kutetewa, ninyi mmekuja kumtetea nani? Yaani wewe kaka yako yuko hospitali anaumwa tumbo, unakimbia maabara kwenda kumwambia lab technician, tafadhali nipime tumbo, kaka yangu yuko wodini anaumwa sana, ili ujue kaka anaumwa nini. Anayeumwa ni kaka yako, sio wewe. Kama wewe ndio uliyekuwa na miguu ya kukimbilia maabara, chukua sample ya kaka yako upeleke. Hatujaona sample ya Salum hapa, hawajaja na neno hata moja kwamba Salum anataka kukata rufaa. Mmetoka wapi na hilo? Kwenye infatuation ninasikitika. Salum ana mengi mema aliyofanya nchi hii. Sasa ninyi mnafanya vitu vya kumchafua zaidi. Yaani watu wanaona Salum, unajua kuna mahali nilikuwa napita kwenye magroup wanasema kumbe Salum alipoandika barua ya kuridhia na yaliyofanyika, mpaka akatoa na mapendekezo namna atakavyopokea adhabu aliyopewa na halmashauri kuu. Actually ilikuwa ni kamati kuu kwanza. Wakasema kumbe ilikuwa sizitaki mbichi hizi, ndio maana anatuma. Sasa hajatuma, wala mabwana wanaofanya hii kazi hawako Chauma. Mnamchafua ndugu yetu zaidi ya kumsafisha. Sasa lengo la nje la hiyo Operation Dodoki, kwanza na waomba wa Tanzania wasione kwamba lengo la nje ile ultimate goal ni kuidhoofisha Chauma. Hapana, lengo la nje ni kudhoofisha harakati za ukombozi Tanzania. Tunaacha kujadiliana katiba mpya, tunaacha kujadiliana tume huru ya uchaguzi, tunaacha kujadiliana maslahi ya vijana, tunaacha kujadiliana shida ya mafuta na bei ya mafuta inapopanda, tunaacha kujadiliana sera ya afya ya nchi hii, tunaacha kujadiliana wizi wa rasilimali za hii nchi. Madini yanaibiwa kama hayana mwenyewe, ziwanda ni bahari zetu zinakombwa samaki kama hazina mwenyewe. Tunaacha kujadiliana hivyo, tunajadiliana nani kaondolewa ofisi. Hawa mabwana wa hela wanachotaka tu ni hela. Hawawezi kuthubutu kuzima mradi wao wa kuuza hoja za harakati, kuzizima, kwa sababu wakizizima tu hela inafunguliwa. Mwisho unaitwa mchoro wa mstari. Endline draw, mchoro wa msitari. La kwanza tunachora mstari tukiwa tuna wajua
tunajua nani aliandika lile andiko, tunajua nani alikuwepo landmark pale kwa ajili ya kusimamia kila kitu, tunajua na waliwalipa shilingi ngapi, tunajua kila kitu. Wafanyabiashara tunawajua, tunachora mstari tukiwa tunamaanisha. Ninyi pokeeni maagizo yetu. Agizo la kwanza, stop immediately. Don't mess with the buffalo. Stop immediately. Tumefanya siasa zenye machungu muda mrefu. Tumefanya siasa ambako tulikuwa tunatafsiriwa kwamba sisi ni CCMB muda mrefu. Maneno yenye maumivu makubwa. Kama hamjui ulizeni. Na tukipita mitaani, watu wakituangalia wanatuogopa, wasaliti. Tumefanya siasa, watu wanajua kabisa sisi ni waigizaji. Ingawa mioyo yetu ina hasira, inataka kubadilisha nchi. Tumezaliwa tufanye hivyo. Tumesarenda maisha yetu miaka mingi kwa ajili ya huu ukombozi wa nchi hii. Sasa tumeamua kwa bei yoyote anayetoboa mtumbwi atupishe ili safari iendelee. Ametupisha. Ninyi mnaturudisha kwa ajili ya chakula cha tumbo lenu. Hatutakubali. Stop immediately. We know you. We know your mission. Tutawataja mkirudia. Tutawataja. Tumeanza upya kama watendaji wa chama. Mikoani tutafanya kazi, kwenye majimbo tutafanya kazi, kwenye kata tutafanya kazi. Tutashirikiana vyama vyote vyenye lengo la kuiondoa CCM, na hatutaacha hata siku moja harakati ambazo Mungu ametuita tuzitekeleze. Tunaamua kuinua upya spirit ya ukombozi iliyozimwa na uroho wa wale wafanyabiashara wa siasa. Lengo ni kuamsha upya ari ya ukombozi na kuwainulia upya vijana wa nchi hii wenye malengo ya siasa, maono ya kutekeleza siasa in future. Tunaita kuhakikisha future za vijana wanasiasa hazizimwi. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kutusikiliza na niwaombe sasa muwaambie Watanzania hayo. Asanteni kwa kusikiliza. Kama kuna mtu maswali jamani. Nina vitu kama 10 hapa. Kuna vitu kama 10. Kwa